Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital, nawe msikilizaji wa redio Mwangaza FM. Tusikilize ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa ni tarehe 26 Mei. Natamani kitu kimoja tu, na hicho ni kuwa mali ya Mungu. Sitaki chochote bali Mungu na kuishi kwa ajili ya Mungu tu. Natamani kitu kimoja tu, na hicho ni kuwa mali ya Mungu. Sitaki chochote bali Mungu na kuishi kwa ajili ya Mungu tu. Muungano na Mungu, ishara ya uzima. Maneno haya ya Mtakatifu Gaspari anayadhihirisha katika maisha yake kuwa lengo lake la kwanza kabisa katika maisha yake. Kutafuta ukweli katika Mungu mwenyewe kwa kuacha mambo yote yanayopingana na Mungu. Kila anayetumaini ukombozi yambidi kuupanda mlima wa ukamilifu wa kiroho kwa kutambua wajibu wake hapa duniani. Katika dunia hii geugeu na yenye mabadiliko mengi, wanahitajika sana mashahidi thabiti ambao watafafanua katika maisha yao injili ya thamani yake. Maisha yetu yaliyowasafiri lazima yaimarike katika matumaini yatokanayo na upendo wa Yesu aliyemwaga damu yake msalabani. Maisha yaliyo nje ya Yesu ni maisha ya ubinafsi. Katika Yesu kuna uhai na mwanga wa kuangaza lengo lake. Gaspari kushikilia msalaba wa Yesu mkononi utukumbusha habari kuu ya Mungu aliyejifanya mtu na kumpenda sana mwanadamu. Sauti ya Gaspari ni sauti ya Yesu atualikaye kutimiza wajibu wa maisha, kujipatia kitulizo na rehema katika taabu zetu. Pia Mtakatifu Agustino anarejea katika hali hii ya kutotulia na matamanio au moto uliomo ndani mwetu anaposema, umetuumba sisi kwa ajili yako wewe Bwana, na mioyo yetu haitatulia mpaka itulie katika wewe. Hivyo basi, katika kuungana na Mungu tunahitaji juhudi nyingi za kutuongoza katika maisha yetu, kwani bila kusoma maandiko matakatifu, tafakari binafsi, sala, kupokea Ekaristi Takatifu na sakramenti ya kitubio, ni vigumu kwetu kuweza kuunganika na Kristo. Ni wito wa Mungu kwetu sisi kuwa na uzima katika yeye. Hivyo tumwombe Mtakatifu Gaspari atuombee tuweze kufikia ukamilifu katika Mungu na kuishi kwa ajili ya Mungu, kwani peke yetu hatuwezi yote, ni kwa neema ya Mungu. Itukuzwe damu ya Kristo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Niwemgizi Jason wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu.